Basi nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, ni siku ya Jumamosi. Tunaambia Mungu asante kwa sababu ya wema wake. Leo nimekwambia kwamba tumebarikiwa sana katika station yetu ya Pendo FM Radio. Tulisikia matangazo ikisema ya kwamba kuna mabadiliko. Mabadiliko iko, tunataka tuendelee na vipindi zetu kwa ajili ya kuhimiza community, kuhimiza watu wetu ambao wako kule nje wafurahie kusikia Pendo Radio. Tumepata ushuhuda kutoka kwa mama Rispa Wahu kutoka Eshitoto. Ametuhimiza ya kwamba mama yoyote ambao bwana yake amemwacha kwa mawazo, amemtoroka ama amekufa, afanye vibarua na mikono yake, alee watoto, asomeshe watoto. Hiyo imenikenga sana, sababu nimekwambia kuna watu wako kwa nyumba lakini wazee wao waliwawacha kimawazo, na kuna wale walichukua miziko wakaenda, na kuna wale Mungu aliita. Kwa hivyo hiyo viwango vyote amekuzia, akasema ni vizuri wewe vile uko na watoto wako ama na boma yako, simama kama mama na ufanye kazi yako kwa bidii. Kwa hivyo niko hapa na mtumishi wa Mungu ambayo ametutembelea pia, naye amekuja kwa ajili ya kutolea Mungu ushuhuda mali ambayo Mungu amemtoa. Na nakaribisha Sifuna kutoka Shinoi. Jumamosi ijayo Sifuna ndiye atakuwa hapa akitoa ushuhuda wake kuhusu wokovu na uimbaji. Kwa hivyo tunataka tusikie huyu mtumishi naye anaitwa nani na ametoka wapi, na itakuwa baraka sana katika jina la Yesu Kristo. Karibu mtumishi. Asante sana Mama Bishop. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo kunialika katika studio yetu ya Pendo FM. Maana ndio mara ya kwanza mimi kuingia katika studio, na nimeingia katika studio ya Pendo. Hakika inapendeza, imenifurahisha, hata nimeocha ambaye anafanya kazi katika studio hii. Ninashukuru Mungu kwa haya yote, maana ni maendeleo, na pia ni studio ambaye huwa tunaisikia katika radio. Kumbe iko studio ambayo imepambwa. Mungu ametenda kazi yake. Mimi kwa majina ninaitwa mtumishi wa Mungu Abraham Mulunda Wanjala, natoka area ya Emukaya, sehemu ya Esumea. Huko ndio mimi natoka na nimesaliwa kutoka huko. Sasa we ulisaliwa mwaka gani Abraham Mulunda? Mwaka wangu wa kusaliwa Mama Askofu, nilisaliwa mwaka wa 1972. Kwa hivyo unamaanisha sasa uko na miaka mingapi? Sasa niko na miaka inaenda miaka 52, tunaelekea 53. Mungu ni mwema kukufikisha wakati kama huo. Lengo kuu la mimi kukualika katika studio ya Pendo, nilikuwa nataka kuongelea kuhusu ulemavu ambao uko nao. Utueleze tujue ya kwamba ulisaliwa hivyo ama ilikuwa namna gani? Nashukuru Mama Bishop. Hakika mimi si kusaliwa hivyo. Nilisaliwa tu nikiwa vizuri, mtoto mwenye afya. Mwaka wa 82, mamangu na papangu hawakuelewana. Papa alikuwa mkali. Ikapiti mama achiondoe. Mama akatuacha katika hilo poma tukiwa watoto watatu. Watoto wawili wavulana, alafu msichana mmoja. Kwa hivyo mimi ndio nilikuwa mkubwa wao. Na wote wako vile mliwaji watatu, mko wote? Hawa watoto wote watatu wako, maana kuna wengi tulisaliwa wengi, ingawaje wengine waliaka kabla mama hajatoka. Lakini wenye tulipaki pale tuko wote wazima. Mama yaka vile alitoka alienda kuoleka ama alitoka ako hai? Mama alipotoka mahali pale alienda uchombani, akakaa kule akavumilia, lakini papa hakumfuata kwenda kumrejesha. Kwa hiyo mama akaamua kuoleka kwingine. Kwa hivyo ako kwingine, ako mzima? Hayuko mzima. Kule mahali alioleka pia alisaa kule watoto. Watoto 6. Tena huko ni boma tu kivyake. Watoto 6. So hapo hivyo pia maisha yake kawa magumu. Mama aliendelea akawa mgonjwa, akaugua, akafa
mwaka wa 2002. Basi wacha tuachane na hiyo ya mama, turudi kwa yako. Kwa hivyo vile alikuwaga na miaka 10, si ndio? Ndio. Sasa wewe na hao mandugu zako mkaendelea kukaa kwa nyumba yenu, ama kuna mama ambayo mlikuwa mnakaa na yeye ambayo papa alikuwa ameleta? Tulikuwa na mamangu alikuwa mama watatu katika boma hilo. Kuna mama walikuwa mbele wawili, mama mkubwa na mwenye anafuata, alafu mamangu watatu. Kwa hiyo mamangu alipoondoka tulianza kuishi na mama wa pili. Inaonekana baba yako hakuwa mtu wa mchezo. Alikuwa analeta wanawake kuleta. Baba alikuwa mtu ambaye anafuata wanawake, alikuwa mtu wa raha. Kwa sababu hata yeye mwenyewe alikuwa anajipenda. So tukaendelea kuishi na mama ambaye ni mama wa pili. Kama watoto mkiwa kwa nyumba lazima mshughulike, mfanye kazi. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kazi. Tulikuwa na ndugu yangu mmoja ambaye ni mtoto wa mama huyu ambaye tulikuwa tunaishi na yeye. Huyo ndugu tunakuwa tunashirikiana na yeye sana kimaisha na hata kufanya kazi. Kwa hivyo ilikuwa siku moja ikapiti nikaambiwa niende mtoni. Niende nikalete maji, ni kwa ajili ya shughuli ya kazi ya nyumbani. Asubuhi saa 3 nilipotoka kuelekea mtoni, nilipofika nateremuka karibu na mtoni, nikapata pale, nikaumwa na nyoka. Ile nyoka sikuiona, ngawache nisikia tu kitu kimeniuma kwa mkono. Kisa ikakuja. Kisa ilipokuja, nikasema paka kuna kitu mbaya. Sasa nilipopata mwangaza, nikamuona nyoka anaenda anatoroka. Kuangalia kwa mkono, ashaniuma. Kwa hiyo nikaendelea hivyo, nikarudi nyumbani. Niliporudi nyumbani, walifunga huo mkono. Huo mkono walipofunga, hakika wapendwa, nilipitia machungu, nilipitia mateso. Nilikaa nyumbani bila matibabu. Kuanzia saa 3 asubuhi mpaka jioni. Kutoka hiyo jioni pia nikalala hivyo. Mpaka kesho yake saa 11, saa 12 ndio sasa mzee alikuwa na mwanamke mwingine huko Skimu anaishi huko. Ndio sasa akapika simu akasema mlete Kakamega apate matibabu. Sasa hiyo masaa ndio nilipelekwa Kakamega kwa matibabu. Na nashukuru Mungu kwa sababu hiyo sumu ya nyoka haikufika kwa moyo wangu. Mungu alinitetea kufika Kakamega. Daktari kuangalia ikaonekana ya kwamba ile sumu ishaingia ndani ya misisi ya mkono. Ikapiti nilaswe, waende wafanye operation, waing'oe hiyo misisi itoke, ndio sasa niendelee kuwa mzima. Walifanya hivyo, mimi nikavumilia pale, nikaa pale karibu mwezi mmoja na nusu nikiwa hospitalini nimelaswa kwa sababu ya matibabu ya ile sumu ya nyoka ambayo ilikuwa ndani ya mkono. Niliendelea kutipiwa. Mkono nao kupona haikuwa rahisi. Lakini Mungu kwa sababu alikuwa amenipenda akafanya mchisa, huu mkono ukaanza kupona. Na hata ulipoanza kupona, madaktari wakaniambia huu mkono unafaa ukatwe. Kwa sababu hauna faida sasa kwangu, maana hiyo sumu imeingia sana. Lakini nikawaambia sitakubali ikatwe. Wewe mtoto mdogo tu, lakini unakataa mkono yako ikatwe. Wakaniambia ni sign iende ikatwe, nikakataa. Nikasema sita sign, lakini najua ya kwamba huu mkono utapona. Afadhali niwe nayo mbili hata kama itakuwa imelemaa, lakini nisikatwe mkono itoke nipaki na moja. Kwa hivyo tulipishana nao hivyo, lakini wakaelewa, wakakubali mambo yangu. Kutokea hapo waliendelea matibabu, mkono ukapona na wakaniruhusu kurudi nyumbani. Although huo mkono haukuwa unaweza fanya kitu chochote. Haukuweza kushika kitu, haungeweza hata kukusa kitu chochote. Lakini niliporudi nyumbani, ni babangu nilipotoka hospitalini wiki la kwanza, baba kuniangalia akaona huyu
hakuna kitu atanisaidia hapa, hana kazi atanifanyia kwa sababu mkono wake mmoja hauwezi. Maana alikuwa mtu wa kazi, nitakana muende kwa shamba mlime, mfanye kazi ndio labda mpate chakula. Kwa hivyo akaambia ndugu yangu wa mama mkubwa, ndugu mkubwa na tena ndugu wa mama wa pili huyu mkubwa, wanipeleke uchombani. Toka hapo. Nikaenda nikaishi huko. Maana sasa hapo sina kazi naweza msaidia. Hakika walinipeleka uchombani. Ulikuwa mwaka wa 85 ukielekea. Kwa sababu mama aliniacha mwaka wa 2082. Kuishi hapo na mama ni kama tumeishi na huyo mama wa pili miaka kama 3 hivi. Nikaenda uchombani. Nilikuwa na babu yangu mwenye kusaa mama. Aliponiangalia akanihurumia sana sana. Akaniambia usikate tamaa. Usikufe moyo. Maana yeye alikuwa mchungaji. Amen. Alikuwa mchungaji huyo babu yangu. Amen. Akaanza kunitia moyo. Akaanza kufanya mazoezi ule mkono. Akaniambia nataka nikuhakikishie huu mkono utakuwa nakusaidia kufanya kazi. Amen. Na hakika alianza kunifanyisha mazoezi ya huo mkono. Ananipea kachembe katoko. Inashika na hii mkono na hii pia inakuza. Ina support. Sasa hapo hivyo nikaendelea nikangangana. Nikafika mahali nikaona sasa mkono umesoea kushika vitu. Ukaanza ukishika chembe huu una support. Nalima, nafanya kazi. Hivyo nikasoea, nikawa na masoea sasa ya kufanya kazi na mikono yote miwili hata kama ni mlemavu. Hapo sasa ndio Mungu alinitutishia nguvu zangu za mkono huu kuanza kusupport mkono mwingine kufanya kazi. Kupitia tu kwa papu. Kwa hivyo kila mtu ana maana ya kuishi. Kabisa Bishop. Ujuangi ni nani atakusaidia. Kama papu kama angekuwa sasa wewe ulikuwa umekataliwa, umetolewa kwa familia, umepelekwa kule. Kabisa. Kwa sababu wewe sasa umekuwa kiwete ambao hukusaliwa nayo. Mungu ni mwaminifu sana. Naye akaweka papu mtu ambaye anajua Mungu naye akakupokea. Kabisa. Sasa wewe unafanya tu kazi yako vizuri na mkono yako unalima kazi ya boma na unang'ang'ana kabisa. Mimi nashukuru Mungu maana kwa sababu ya hii mimi si kusoma. Nilisomea uchombani kuanzia huo mwaka wa 86. Nilipokuwa uchombani papu akanipeleka shule. Nikasoma nikafika darasa la 8. Nikafanya mtihani wangu nikapita. Babu akaniambia enda nyumbani kwenu waambie baba ya kwamba umepita mtihani unastahili kwenda shule. Nilipoenda kumwambia kitu ambacho nilikutana nayo ni makofi. Baba yangu mzazi alinichapa. Ikabidi tena nirudi wapi? Uchombani. Nikarudi huko nikaambia babu mali nimeenda wakanipea chochote lakini nimerudi tu na kichapo. Babu akaniambia usife moyo. Kwa sababu mimi saa hii siko vizuri. Nataka urudi kwa shule tena. Kama pato na kipanga. Hakika nilirudi kwa shule tena nikaripiti darasa la 7. Nikasoma, nikafika tena darasa la 8 nikafanya tena mtihani. Tena nikapita. Nikajua sasa vile nimepita nitashughulikiwa tena kwa shule. Lakini sikushughulikiwa papo hakuwa na uwezo na nikajua ya kwamba hata nikirudi nyumbani pia majibu ni yale. Kwa hivyo nikangangana hivyo na maisha yangu. Na nikapata mtu mmoja akaniambia kuna kazi ya kusimamia shamba kule Kapsabet. Kwa hivyo ulikuwa mwaka wa 92. Huo mwaka wa 92 niliondoka kwenda Kapsabet kwa sababu ya kutafuta kazi ya shamba. Nikaenda kule nikapata ni mashamba imepandwa masukuma. Sasa ikawa tu tunafanya hapo kazi kupalilia, kuchuna ikienda sokoni. Wapendwa, nilingangana mpaka mwaka wa 96. Mwaka wa 96 huo
nikaendelea hivyo nikarudi nyumbani kidogo tena nikarudi huko. Nikangangana na hiyo maisha mpaka mwaka wa 2001. Ndiposa nikapata ripoti ya kwamba mamangu ameaka. Kwa hivyo niliporudi nikaenda uchombani matanga maana mama hakusikwa mahali ambapo alikuwa ameoleka mara ya pili. Alirejeshwa kwao akasikwa huko kwao. Kwa hivyo nikaenda matanga nikarudi mahali ambapo nilikuwa nakaa, nikaenda huko nikaona maisha sio mazuri. Mungu akanibariki na mke huko tu. Hapo ndio nilikuwa nataka useme. Mungu akanibariki huko na mke. Na huyo mama pia alikuwa wapitii bitii ya kufanya kazi ya shamba. So tukashikana na yeye kwa sababu ya kuendelesha maisha yetu. Wakati nilikuwa pato niko huko, Mungu akatubariki na mtoto mmoja kijana. Nikaamua sasa maisha ya huko sitafaulu, lazima nirudi nyumbani. Mwaka wa 2001 tukarudi nyumbani. Tuliporudi nyumbani kwetu mahali nimesaliwa, tuliendelea kuishi na mama, lakini ikapiti nichenge nyumba yangu. Nikachenga nyumba yangu huo mwaka wa 2002. Nyumba ilipoisha tu hivi hata ichakauka, nikaambiwa aenda kwa nyumba yako. Nikaenda kwa nyumba nikaanza kujitegemea. Nikapewa sufuria, nikaanza kupika vyangu. Nikaanza kushughulika na maisha yangu. Na huyo mtoto naye Mungu akampatia uzima, akaendelea akakua. Hivyo tulipoendelea na maisha pamoja na mke wangu ambaye Mungu alinibariki naye, mama wa kuvumilia. Saisi mama huyo kazi yake yenye anafanya ni biashara ya kuuza mboga. Hiyo biashara, alipoanza hiyo biashara, mtoto wetu alikuwa amefikia umri wa kwenda shule. Tumengangana na huyo mtoto kumsomesha mpaka tukapata watoto wengine pia 3 ambao wanafuata huyo mkubwa. Mungu ametuwezesha kufanya tu kazi ya chembe ya kibarua na mama kuuza mboga. Tumesomesha mtoto wa kwanza mpaka university. Amefika university akamaliza masomo yake. Mungu ametuwezesha mtoto wa pili akafanya form 4. Mungu ameniwezesha mtoto wa 3 ako grade 8. Grade 8. Mungu ameniwezesha mtoto wa 4 ako grade 1. Na tunaendelea na maisha hivyo. Mungu ametubariki, ametupatia uzima. Na haya mambo yote inaendelea kwa sababu mimi nimemshika Mungu. Sasa uliokoka mwaka gani? Mimi kuokoka kwangu niliokoka mwaka wa 91 nikiwa kwa kanisa la KAG. Yaani kuenda tu kwa kanisa kumjua Mungu. Lakini nilipotoka huko mwaka wa 2001 ukielekea kuisha kabisa beti sasa. Nikitoka huko nikarudi nyumbani. Nikapata kanisa la Faith Believers Church. Na nikaingia ndani ya hiyo kanisa. Umekaa kwa hiyo kanisa miaka mingi, miaka 20 na kitu. Nikamekaa hapo muta. Ni kwa sababu ya mazuri ambayo napata mahali pale. Maombi ya hiyo kanisa imenisaidia sana, imenijenga, ikafanya hata mimi nikaonekana mtu, hata mimi nikaitwa mtumishi wa Mungu kwa sababu ya kushika mafunzo ya hiyo kanisa na kukubali kufanyia Mungu kazi. Wacha tukuwekee wimbo utulie kidogo, alafu urudi. Amen. Katane saya, katandi wata,
Ilo wimbo loshchera mtumishi wa Mungu Abraham anapenda hiyo wimbo sana. Ndio sababu nimeweka hiyo wimbo, huwa anafurahia sana na anaipenda. Umoyo kwanje kuna ayanga, kata unjae, kata unyanze, kata undeche, kuna ayanga. Wale ambao wasikii Kiluya inasema ya kwamba roho yangu inatamani sana sana kuona ufalme wa mbinguni. Hata ukinicheka, ukinidharau, ukinipenda, roho yangu inatamani kuona ufalme wa Mungu. Kwa hivyo mtumishi, utaendelesha kutoka hapo. Utuambie sasa vile ulioa, ulipeleka bibi yako kwa babu, kamuonyesha, kamwambia nimeoa, kakupea ushauri kama ile ya kawaida yenye alikuwa amezoea kukushauri, ama ulioa tu na ukakaa hapo kwenu ukatulia. Na baba yako vile alikuwa akupendi, alikuchukulia hatua gani? Vile alikuwa akupendi na wewe ukakuja na mwanamke, alichukua hatua gani katika maisha yako kukuona? Nashukuru sana Mama Bishop. Maana wakati nilipopata mke wangu, tulienda naye paka kwa babu akamuona. Nikamwambia babu, sasa huyo ndio mchukuu wako. Akasema asante mchukuu wangu kuniletea mchukuu ili nikamuone. Akasema, akatuombea baraka, akatuombea maisha mazuri, akatutakia maisha ambayo kama msasi anaweza takia watoto wake. Sasa mimi nataka kujua huyo babu alikuwa wa kanisa gani? Naona kama na alikuwa mzee mzuri kabisa. Huyo babu alikuwa wa kanisa la Church of God. Na amefanya kazi kwa Church of God muda mrefu. Hata nilipoenda huko akaniingiza kwa kanisa, akasema wewe kaa nje na mimi naenda kanisa. Mimi naenda kanisa, hata tukaandamana na yeye wakati moja tukienda kanisani. Hiyo ni vizuri kabisa. Huyo mzee Mungu ambariki penye alienda. Mungu amkumbuke. Sasa ulizaa mtoto ukaita huyo mzee? Si kuita huyo mzee. Mtoto wangu wa kwanza niliita babu mwenye kusaa baba. Sawa sawa. Aendelea. Kwa hivyo mimi maisha yangu, nikienda kwa maisha yangu ya wokovu, baada ya kuwa na jamii, mimi wakati niliingia kwa kanisa la KH si kuwa mwokovu sana, lakini wokovu wangu umeanza mwaka wa 2001 ikielekea kuisha hiyo mwaka, nilipoingia kwa kanisa la Faith Believers, na nikachua ukweli wa neno na nikafundishwa kuhusu kutubu. Nimekaa kwa hiyo kanisa na nikachua mambo ya Mungu, na nikachua kila ambacho natakana kufanya kama mwokovu ama kama Mkristo. Kwa hivyo kuanzia hapo ndio sasa mimi nilichua ya kwamba kukaa katika dunia hii lazima umtegemee Mungu. Usitegemee mwanadamu yoyote. Ndio sababu nikapenda hiyo wimbo ambayo imetoka moyo kwanje kuna ayanga. Maana si kupenda mambo ya wanadamu, hata wafanye ya inakani, lakini moyo wangu unamtumainia tu Mungu kwa mambo yoyote. Kwa maisha yangu. Mungu alikutoa mahali pakuu. Kabisa. Hiyo mkono kukatwa mpaka mizizi imetoka. Na hii mkono naona unalima. Juzi nilikuona unahubiri na hiyo mkono imeshika Biblia. Lazima wewe utumaini tu Bwana. Maana amekutoa mbali na anakupenda. Sasa kutubu inasaidia mtu kubadilisha, si ndio? Kabisa. Na ukienda tu kwa kanisa na wanasema umeokoka na hakuna kutubu, wewe unaona namna gani? Mama askofu, kukaa kanisani wewe ni mwokofu na uchatubu ndani ya moyo wako, wewe ni msiko tu kwa kanisa, na tena wewe ni msiko kwa Mungu. Maana ni lazima unapokuwa kanisani ufundishwe kutubu dhambi. Unajua watu wanasema sisi watu kama mimi ni mtu wa kutubu. Wale wa kupika mkuu chini ni mimi mmoja wao. Wanaona watu wanapika mkuu chini nini? Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, alafu usome kitabu cha Ezekiel,
Inasema lazima tupike mkono wetu na tupike mguu chini. So unajua hiyo kitabu? Najua mama Bishop. Tukiomba msamaha, tukiambia Mungu atusamee, ndio sasa Ukristo wetu ukamilike na atutubu siku moja. Tunaendelea kutubu kila siku. Kwa sababu kutoka asubuhi mpaka saa hii mimi nimeona mambo mabaya mangapi? Wewe mangapi? Sasa hii kutubu huwa inatusaidia kukua wasafi kila siku kiroho. Kabisa mama Bishop. Endelea. Hakika ukiwa ndani ya Kristo na uwe mtu wa kutubu kila wakati, auseeki, unarudi kuwa mpya. Yani ukifanya mambo mwili unakuwa mwepesi unapomtumikia Mungu. Kama mimi hivi kabla sijachua mambo ya kutubu, mwili wangu ulikuanga mwili mrekefu, mwili ambao huwezi fanya kitu ama huwezi tembea mwendo mrefu. Lakini sasa hizi wakati natubu, moyo wangu unakuwa moyo ambao unamtumainia Mungu. Najisikia napofanya kazi ya Mungu ninakuwa free, ninakuwa mwepesi kwa kazi ya Mungu. Maana nimetupu mambo ya nyuma. Huko nyuma kuna mambo ambayo tumepitia, aswa uko wetu ambao tumesaliwa ndani. Hatujui ni mangapi walikuwa wanafanya. Hatujui ni mangapi walikuwa wanatenda huko nyuma. Hiyo mambo tusipotupu na tuyakatae, itatuandama na hata watoto ambao tutasaa itawaletea shida. Kwa hiyo ndio nafanya sisi tunaingia katika kutupu na kutakataa hiyo tamu ya ukoo. Watu kuna hata hii tamu ambayo tumesaliwa ndani. Kuna watu ambao ni wachawi. Kuna watu ambao waliua wengine huko nyuma, walikuwa wauaji. Lakini sisi hatutaambiwa, hatutachua. Lakini kwa sababu tunapoingia katika kiroho na kutupu, Mungu anatuonyesha, na tunapotupu hiyo mambo tunaachana nayo, haitatuandama tena. Ndipo sasa Mungu tukisha tupu, Mungu anafungua njia zetu, anafungua milango. Tunaona tunanawili na tunaendelea, maana Mungu ametuondolea hiyo tamu mbaya. Kwa hivyo unamaanisha kitu ya maana sana. Ukitaka kukaa kwa utumishi ama kwa Ukristo, lazima utubu tamu ya ukoo. Ndio Bishop. Kwa sababu hii tamu ya ukoo imefanya watu wengi wanateseka. Unaweza kuona mtu hata alikuwa na bibi na boma mzuri linasambaratika. Huyo mtu anapagi peke yake, anaishi kwa boma peke yake, na alikuwa ameishi na bibi yake na watoto. Kabisa. Ama kumbe ni tamu ya ukoo ndio inasumbua. Unaweza kuta mtu akona pesa mingi lakini hawezi fanya maendeleo kwa sababu ya tamu ya ukoo. Anapata na hajui inaenda wapi. Mapepo inafunga. Kwa hivyo kutubu, mimi nahimiza watu kutubu ni kitu muhimu sana. Ukitaka kuwa Mkristo mzuri, anzia kwa tamu ya ukoo wenu. Mimi nilikuwa na mtu mmoja alikuja kuokoka, yeye na askari wa prison. Lakini nilikuwa namwangalia, nikionyesha watu njia, yeye anarudia tu kitu moja. Siku moja nasema watumishi waende kufunga, yeye anaenda kufunga, anakivija, anakunywa maji, anakivija, anakunywa chai, anarudi kwa wenzake. Nikamtuma aende kwao, aende aulize mtu yoyote ambaye atapata kwa familia yao, mtu ambao walimuita, huyo mtu alikuwa mtu wa aina gani. Akaenda akakuja akaniambia, na vile aliniambia sasa ndio bibi ya huyo ndugu akaniambia hata huyu ni kitubu. Anasema ati yeye ni Mkristo hapa, lakini ni kitubu kwa nyumba. Anaanza kucheka, anasema huyu anafanya nini? Sasa vile alileta tu maneno ya mtu mwenye alikuwa ameitwa, nikamwambia akatubu. Alipatilika, akashika laini, paka ameretire akiwa mtu mzuri. Boma lake liko sawa, watoto wake wamebarikiwa kwa sababu tu ya kutubu. Lakini alikuwa anafanya kazi, yeye na askari, anashika bunduki, na hakuna chochote alikuwa anafanya kwa sababu ya tamu ya ukoo. Kwa hivyo tufundishe watu, makanisa yote ifundishe watu kutubu. Hata wachungaji Bishop. Na ukitubu, tubu ukimaanisha. Yes. Waja kufurahisha mchungaji. Tubu ukimaanisha katika moyo wako, Mungu atakusaidia zaidi. Kwa hivyo sasa wewe unasema familia yenu kama ungetubu, hakuna mahali ungeenda. Sasa isingekuweko mama askofu. Maana kutubu na kukaa katika Kristo
kumenisaidia. Kumefanya mimi sishughuliki na mambo ya mtu. Nashughulika tu na mambo yangu, familia yangu itakaa aje, na kazi ya Mungu nitaifanya namna gani. Una nafasi. Sina nafasi ya kutafuta kwa jirani mambo ya mtu. Hati fulani amesema nini? Hapana. Mimi niko tu kuuliza Mungu, hii unataka nikufanyie nini? Ni kazi yako hii, niifanye kwa njia gani? Na Mungu nawe nikikufanyia, hii familia yangu itakaa namna gani? Tunaulizana na Mungu maswali. Si wanadamu. Naulizana na Mungu maswali. Mungu, kazi yako hii, niifanye namna gani? Na wewe Mungu, hii familia yangu utailinda namna gani? Namna hiyo na sisi tunaendelea mbele. Mungu ananitia moyo, Mungu ananipa ujasiri wa kufanya kazi yake. Ninapoanza kufanya kazi yake, siangalie nyuma, siangalie mwanadamu, ninafanya kazi ya yule ambaye aliniita. Sababu ukiwa unaangalia mambo ya watu hata huwezi fanya. Singefanya. Unafanya kwa sababu Mungu alikuita. Ndio kabisa. Na ukikaa kwa boma yako, watu wengine watasema uko na maringo. Lakini kutafuta maneno kwa boma za watu na wewe umeokoka haileti shangwe. Ndio mama. Inaleta aibu. Eri ukae kama Mkristo, ukae kama mtumishi wa Mungu, ujiheshimu wewe mwenyewe ili uheshimike. Kwa hivyo kama wewe unashika hiyo mwelekeo, umeshika mwelekeo mzuri sana. Kwa hivyo kijana yako wa kwanza ambao ulipata baada ya mateso ya kuumwa na nyoka, kufukuzwa na kupigwa makofi, ako na miaka mingapi sasa hii? Huyo kijana alisaliwa mwaka wa 1997. Sasa hii nafikiri kama ni miaka anaendelea kuwa na miaka 25 hapo. Kwa sababu anaendelea na shughuli zake. Sasa hii baada ya kumaliza masomo ako kule Nairobi. Anapambana na maisha. Najua maisha ngoja kuandikwa. Mambo mazuri haikuchangia haraka. Pole pole. Yeye mambo ya Mungu mazuri ya kutumu inakuja pole pole. Kwa sababu yeye amesomea walimu wa secondary, lazima ataandikwa, na ataandikwa kulingana na serikali vile huwa inaandika watu. Imempanga tayari, wameshampanga, ikifika wakati wake ataandikwa kazi. Kwa hivyo endelea kuwa na hiyo tumaini, endelea kupenda Mungu hivyo, na kama uko na himizo la mwisho unaweza sema, alafu tutaomba na tufungie hapo. Nashukuru Mama Bishop. Jambo ambalo naweza kusema ni kwamba kama mlemavu, ukiwa mlemavu sio mwisho wa maisha. Ulemavu hausaliwi, kuna wengi hawasaliwi na ulemavu, lakini unawapata wakati wamesaliwa. Wakati unapopata ulemavu ukiwa umesaliwa, usiseme mimi sasa maisha yangu imeisha. Kuna tumaini. Kuna maisha kuendelea. Amen. Na maisha kuendelea ni lazima wewe ungangane. Amina. Sio ukae tu pale kwa sababu ati mimi ni mlemavu. Sasa nataka nipewe. Kupewa utapewa. Utangangana. Wewe kaa kwa Mungu. Enda kwa Mungu muulize. Mungu, tazama nimefikia wakati huu, sasa haya yamenipata na nimekuwa hivi. Nitafanyaje ili maisha yangu iendelee? Mungu atakupea mwelekeo. Mungu atakupea atakuongoza na atakuonyesha jinsi ya kufanya. Maana mimi si kutegemea mwanadamu. Nilitegemea Mungu katika maisha haya ambayo ni ya ulemavu. Na Mungu amenisaidia. Saa hii nimepika hatua. Mtu akanipea ng'ombe nimchungie. Saa hii nimepata, kwa hiyo ng'ombe nimepata ng'ombe wangu. Sasa nashukuru Mungu, maana si kutegemea mwanadamu. Kama ningesema mwanadamu anipee ng'ombe ng'ombe yangu singepata. Ama kama ningesema ningangane ninywe ng'ombe yangu singeweza. Lakini nikasema hapana, wacha nikupali ng'ombe ya mwenzako nimchungie ili nipate kwa yangu. Hata maandiko inasema nimepata yangu kwa hiyo. Sasa nashukuru Mungu kwa hiyo. Maisha ambayo uko ndani ya Kristo ni maisha mazuri. Maisha ambayo uko ndani ya Mungu ni maisha ambayo inafaa. Amen. Wala ambao ni walemavu. Wapendwa, usikaa tu pale. Uone hata yule mlemavu wakati alikuwa na pepo anapelekwa mahali ili akaweza kuomba msaada kwa wale ambao wanapita njiani. Yeye wakati ukisema wewe ni mlemavu nataka usaidiwe, kuna watu wengi ambao watataka kula kupitia kwako.
Lakini ukisema wewe ni kuna watu wengi mama askofu, wala ambao wamekuja kwangu kuandikisha, mara walemavu wanataka kupewa msaada, mara walemavu wanataka kusaidiwa. Wale watu hakuna msaada watakupatia. Msaada ukikucha wao ndio watakula. Kuna watu wazima wanakulia kwa walemavu. Lakini sisi walemavu tunaomba tu Mungu. Mungu ambaye anatuona, Mungu ambaye ametushikilia, atuonyeshe njia na mwelekeo kwa ajili ya maisha yetu. Tusitegemee mambo ya wanadamu. Mwanadamu ukimtegemea anataka akule kutoka kwako kwa wewe mlemavu. Ikikucha hata kupatia, lakini atakula kwa sababu wewe amepitia kwako. Sasa wewe mlemavu, amka, simama, inuka, tazama mbele. Maana huko mbele kuna mazuri. Na huko mbele ambapo utatazama Mungu yuko. Unapomwangalia yeye atakuinua na atakuwezesha. Usikaa tu pale kwa sababu ni mlemavu, simama, enda tafuta. Jitie moyo. Hata kama unatembelea Makoti mpendwa. Hiyo Makoti fanya pitii, hata uchishikilia mahali, uchukue kikombe, uchukue sahani. Usio tu mtu wa kusema nipe kile, hapana. Hata wewe inuka, uinuke, ufanye kazi, Mungu akubariki, akuinue, akupatie riziki yako. Na hapo ndio Mungu sasa atakutia moyo, na Mungu atawasaidia, Mungu atawainua. Hamtaishi maisha ya kutegemea wanadamu tu, mtaishi maisha ya kutegemea Mungu. Na uwe kae kanisani. Mlemavu mzuri ni yule ambaye ako kanisani. Yule Mungu anamchua zaidi, na Mungu hata muacha. Hakika wapendwa walemavu, ingieni makanisani. Sasa unaona huyu mtumishi wa Mungu wako na Roho Mtakatifu. Na Roho ameshuka kwake kabisa, anakuhimiza. Ningependa kama wewe ni mlemavu ama wewe ni mtu tu kama mimi ama mwingine na ungependa kuongea na mtumishi wa Mungu, tunampea dakika muda kidogo ili aweze kuongea na watu wa Mungu. Ukipika simu unataka kuhimize ama umtie moyo, itakuwa vyema. Kwa hivyo wacha tuweke wimbo kidogo, alafu tunakukaribisha upike simu uongee pamoja na yeye.